Hapo awali shughuli ya ufugaji ilikuwa ni shughuli njema, ilikuwa inatupa kipato na mambo yalikuwa yanaenda vizuri sana, kwa sababu tulikuwa kwanza tuna soko la uhakika la maziwa. Tulikuwa na kiwanda chetu cha Njombe Milk, tukawa na vyama vidogo vya ushirika. Tuliweza kufanya mambo yetu kwa kujiamini na kwa uhakika mkubwa. Ila kwa hivi sasa, muda mfupi baada ya kiwanda chetu cha Njombe Milk kufungwa, wafugaji kwa kweli tunaendelea kuendesha shughuli zetu za ufugaji, lakini changamoto kubwa ilikuwa ni soko. Hatuna soko lilo rasmi katika mkoa wetu, na maziwa tunauza bei zimekuwa si rafiki, kwa sababu walanguzi wamekuwa wakijipangia tu bei, halafu namna ya ulipaji imekuwa ni changamoto kubwa. Unakuta maziwa yanauzwa shilingi 700, 800, 900, labda shilingi 1000 ni kwa bahati mbaya. Hiyo kimsingi tunakosa uelekeo, na tunaomba wenzetu ngazi ya mkoa kuweza kuliangalia hili kwa umakini, ili tuweze walau kufungua kiwanda chetu, hata ikiwezekana kutafuta tu hata mdau tukampa, tusiendelee kuangalia hisa au nini, kwa sababu ni changamoto ni kubwa kweli. Sasa hivi hayo maziwa mnauzaje? Tuna wachuzi wadogo na viwanda vidogo, wajasiriamali wadogo katika mkoa wetu. Sasa hatuna sauti ya pamoja. Challenge ni kuwa hatuna sauti ya pamoja. Ikiwa sauti ya pamoja, mambo yanakuwa ni mazuri na mepesi kweli. Na imani kwamba kupitia sauti ya pamoja na jinsi ambavyo mmeanza leo hii kuanza kuyazungumza hapo, mna imani hapo baadaye bei ya maziwa kuongezeka? Tuna imani kubwa kweli. Haya mazungumzo yana mchango mkubwa kweli, yatatusaidia kwa sababu umoja ni nguvu. Changamoto ya hii maziwa ya ufugaji wa maziwa naona kama inatuumiza sana kulingana na bei chache, halafu hatunufaiki. Kwa hiyo tunaona utaweza kuwa na mradi wa ng'ombe nyingi, lakini zote zikawa zinalambwa kwenye uendeshaji. Tunaomba kama kweli tukimaliza haya mafunzo kuna jambo linalowezekana kuwa kuna uwezekano wa kuongeza wa bei. Tunaomba sana, tunaomba tuko chini, hiki ni kilio cha wafugaji. Ng'ombe kuanzia muda mwingine nakuwa na ng'ombe kwa mwa 5, mara 6, mara 7. Lakini bado tukienda kwenye matibabu, mara pumba, mara nini, naona bado zile hela zote zinarudi kwenye vitu ambavyo zinatumia zenyewe. Sinufaiki kuwa na ng'ombe nyingi, nafika sehemu kama nakata tamaa kuwa bora nikabadilisha biashara nyingine. Hii kwa kweli changamoto kupata maelekezo ya madaktari, wala hakuna changamoto yoyote tunayopata sana. Kwa vile mimi na miaka zaidi ya 15, lakini sijawahi kupata changamoto kali kubwa. Kwa nimepata changamoto kubwa kulingana na kusikiliza maelezo ya madaktari. Tunafuatilia usafi, kila kitu wanachosema hapa, wala ng'ombe wataugua. Kwa bahati mbaya ng'ombe mmoja, kwa bahati mbaya sana. Fahamu changamoto ambayo nimeiona hapa. Unaweza kukuta mwezeshaji hapa watu hawachangamki, pamoja kwamba unafundisha magonjwa ya kiwele, wanataka wajue hivi hatima ya bei ya maziwa itakuwaje. Kweli sio kweli jamani? Hiki sio ndio kilio chetu kikubwa pia? Kwa hiyo kupitia platform kama hizi huwa ndio mwanzo wa mawazo. Wanaita subclinical mastitis. Sasa ugonjwa huu ni ugonjwa ambao umekuwa ni changamoto kwa ufugaji wengi, kwa sababu hauonekani, kwa maana hauna dalili ambayo mfugaji wa kawaida unaweza kutambua kwamba huyu ng'ombe wangu ana changamoto ya mastitis au ugonjwa wa kiwele. Sasa siku zote anasema elimu haina mwisho, na teknolojia zinazidi kubadilika, na magonjwa yanazidi kuwa sugu, na madawa yanazidi kubadilika. Sasa wito wangu, kwa maana kama mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, nitumie platform hii kuhamasisha katika maana ya kwamba tunapopata taarifa za mafunzo au semina kama hizi, basi tuweze kuchangamkia na kushiriki.
kwa sababu wanasema elimu haina mwisho. Yoyote hata akiwa na taaluma ya namna gani, ni lazima kupata refresh course, kupata mafunzo ili kuendana na mabadiliko ya nchi. Sasa ili mfugaji uweze kupata matokeo mazuri, ni lazima ufuge kitaalamu. Na ufugaji kitaalamu maana yake ni kusikiliza au kufuata maelekezo yale yanayotakiwa ili uweze kufikia tija ya ufugaji wa kitaalamu. Wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kweli sio kweli jamani? Kinga ni bora kuliko tiba. Na ukitaka ujue kwamba kinga ni bora kuliko tiba, basi wote hapa nadhani tumekuwa mashuhuda. Gharama za matibabu ni kubwa sana. Tukichukulia hata ugonjwa wa kiwele. Ugonjwa wa kiwele kwa ng'ombe ambaye ameshaugua mastitis, wafugaji wote tuna uzoefu. Gharama yake haipungui kuanzia 200,000 mpaka 300,000. Kweli sio kweli jamani? Lakini kumbe tungeliweza kuzuia huu ugonjwa na magonjwa mengine kwa kufuata taratibu na kanuni za kawaida tu za kiufugaji, ikiwa ni mojawapo mambo ya usafi, ambayo ni kitu cha kawaida kabisa ambacho kila mmoja na wajibu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mifugo yetu inakuwa safi na inakuwa salama na tunakuwa tumewakinga katika magonjwa mbalimbali, ikiwemo ugonjwa huu wa kiwele ambao tunakwenda na tumeshaanza kupata maelekezo au mafunzo haya leo. Kitu cha kwanza tunategemea maziwa. Kweli sio kweli? Kitu cha pili tunategemea samadi. Kweli sio kweli? Kitu cha tatu tunategemea faida kutoka na uzao wa ndama. Kwa hiyo tunategemea nini? Ndama. Tunategemea nini? Kuuza ndama au ng'ombe akiwa mkubwa, lakini ni kutokana na kuzaliana, si ndivyo? Sasa tusipojikita vizuri kwa maana ya kiwele, maanake haya yote tunaweza tusifanikiwe, kwa sababu kama kutakuwa na shida ya kiwele, na siku zote tunafahamu kiwele kishapata shida na hatimaye tunasema kwa lugha ya kawaida ugonjwa ukiwa chronic, si ndio? Manake kiwele kinakufa. Hivi kisha kufa tutaweza kuzalisha tena ndama? Si mwisho wa siku huwa tunauza yule ng'ombe, si ndio? Na kuuza yule ng'ombe huwezi kusema utauza kwa faida, kwa sababu faida ambayo itegemewa ipate kwa yule ng'ombe ni kwamba baada ya kuzalishia ndama kadhaa ndio unategemea sasa uuze ukiwa umepata faida. Kwa hiyo manake ukishapata hasara ya kufa kile kiwele, manake hata ukimuuza yule ng'ombe usije ukasema umepata faida, bali ile ni hasara. Kweli au sio kweli jamani? Haya yote tumekuwa ni mashuhuda au sio mashuhuda? Tunashuhudia. Tukitaka kufanikiwa lazima tuwe na umoja thabiti. Tusipokuwa na umoja thabiti, ni lazima hawa wanunuzi wa maziwa watapitia udhaifu tulionao kwa sababu hatuna umoja thabiti. Maana haiwezekani. Mimi nilikuwa naulizia Morogoro bei ya maziwa shilingi 2,000. Uliza Dar es Salaam maziwa ya shilingi 2,000. Maana yanatoka 2,000. Unaona, Dar es Salaam 2,500. Sasa Morogoro na sisi Njombe si ni majirani, si ndio? Sasa ndio tutafakari kwa nini wenzetu bei ya maziwa ni juu lakini sisi ni chini. Kwa sababu hatuna umoja ulio madhubuti, ambapo mtakuwa tuwe na maamuzi yaliyo sahihi katika kuona kwamba angalau tukiwa na bei hii itakidhi haja kwa gharama zile za uendeshaji. Kwa mimi niombe kupitia mafunzo yetu haya leo tutumie pia kutatua changamoto ya bei yetu ya maziwa. Angalau tukianza kuzungumzia kwamba maziwa, tukikubaliana wote maziwa angalau yakianza kwa bei ya shilingi 1,000, 1,200, angalau tunasema hiyo inaweza kaanza kuleta tija. Lakini lazima tufike, kwa nini wenzetu kule maziwa ni shilingi 2,000, sisi huku maziwa ni shilingi 800, shilingi 700? Manake tunataka tufuge kiuchumi. Tufuge kiuchumi ili makusudi tuweze kukidhi haja
na mambo mengine yote ambayo yanatukabili. Seme kwa ushirikiano wa pamoja ni lazima tupandishe bei ya maziwa. Si sahihi kabisa leo Njombe maziwa yauzwe shilingi 800, lakini maeneo mengine maziwa yanauzwa shilingi 2000. Sisi ni nani na kwa nini iwe hivyo? Tusiwe wanyonge, tusiwe wanyonge. Sasa hapa tutatumia fursa hii, msiogope wala msijali kwamba tuko wachache. Sisi ni mabalozi. Kama tutaamua kupanga na kuona sasa lazima tuanze kupandisha bei ya maziwa, tunaweza. Hakuna atakayekuja na kutuambia sasa bei ipande, hakuna, ila ni sisi wenyewe. Kazi na utu, kazi na utu, nasonga mbele. Sasa kwa sababu kitu kikubwa tunahitaji tupate mafunzo, tupate elimu. Nisiwe mwingi wa kuyaongea haya ninayoongea, lakini pamoja kwamba ni ya muhimu, lakini mimi niombe sasa mwe wasikivu, tusikilize vizuri haya mafunzo ili yakatusaidie na yakawasaidie na wengine. Sisi ni wateule, sisi tunatakiwa tuwe mabalozi, tusiwe wanyimi katika elimu, ili tuweze kuwanufaisha na wenzetu, tuweze kufuga kibiashara kwa kupata faida kubwa. Kazi na utu. Basi mtamke rasmi, nimefungua rasmi haya mafunzo ya leo. Asanteni sana. Kubadili mtazamo, kwanza kabisa kuanzia ngazi ya chini kabisa, kwa maana mfugaji mmoja mmoja, tuone kabisa kwamba tuna uwezekano kabisa wa sisi, yani maamuzi yako mikononi mwetu, kwa sababu gharama za uzalishaji kiuhalisia ni kubwa. Lita moja hiyo ambayo tunaiuza kwa shilingi 800, ukipiga hesabu vizuri kwenye uzalishaji utakuta hiyo lita moja ni zaidi ya 1200 au 1000 inafika huko. Sasa kimsingi ni kama tunakuwa tunajivuta nishati wenyewe. Lakini mwenyekiti, nishukuru kwa sababu wafugaji sasa wameweza kuelewa, lakini hilo vile vile najua kabisa wataweza kulichukua na kulifanyia kazi kuanzia kwenye vikundi vyetu, na kwa sababu hapa ni wawakilishi tu wa vikundi ambao wanatoka katika kata 3, na katika hizo kata 3 ni vijiji vitatu tu peke yake, kwa maana kata ya Utalingolo, kata ya Yakobi, lakini na Uwemba. Na ukiangalia kwenye hizo kata pia ndiko ambako maziwa mengi yanatoka. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa hilo, lakini vile vile niwatie moyo kwamba mko sehemu salama, na kwa sababu leo tunapata haya mafunzo, basi tunaweza tukaichukua hii sehemu kama ni mwanzo mzuri wa kuelekea kwenye mageuzi ambayo tunayatarajia.